Na kusalimu kwa upendo wa Mungu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Nikukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi ya leo, na ujumbe wetu unasema kuomba maombi ya kutenganishwa na walio kinyume na wewe. Kutoka 11 na mstari wa 7. Lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga wa Misri na Waisraeli. Asubuhi ya leo, mpendwa wangu, iko nguvu ndani ya jina la Yesu Kristo. Unapodhamiria kuingia kwenye maombi ya kuomba kuweka mipaka kati yako na walio kinyume na wewe, kati yako na wanaokufuatilia, nguvu ile ya maombi inakwenda kusimama na kutenganisha kila kilicho kinyume juu ya maisha yako. Wakati wa mapigo, wanyama wa Israeli na wanyama wa Misri walichanganyikana sehemu moja, lakini Mungu akawatenganisha wale wanyama. Mauti ilipoingia, wanyama wa Israeli walikuwa hai na wanyama wa Misri wakafa. Ni kwa sababu imeachiliwa nguvu ya kuwatenganisha na mauti. Nami asubuhi ya leo, Mungu akupe neema ya kuomba maombi ya kujiwekea mipaka dhidi ya kila kinachokufuatilia. Maana maandiko yanasema Mungu alipoweka mipaka hiyo, ili watu wapate kujua jinsi Bwana atakavyowatenganisha wanyama hao, ingawaje walikuwa wamechanganyikana, lakini kwa neema na kwa nguvu ya Mungu mipaka iliyowekwa. Nikwambia asubuhi ya leo, jiwekee mipaka dhidi ya mashambulizi yaliyokufuatilia. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3 na 4, Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Alafu Mungu akaitenga nuru na giza. Nuru na giza hazikuweza kuingiliana. Nuru ilibaki peke yake na giza ilibaki eneo lake. Nami nikwambia asubuhi ya leo, omba maombi ya kuitenga maisha yako na giza. Omba maombi ya kuitenga kile unachokifanya na giza. Uachilie nuru ya kimungu kwenye maisha yako. Maandiko yanasema kwenye Samuel wa kwanza mlango wa 7 ukienda mstari wa 12 mpaka 14, baada ya Samuel kutoa sadaka ya mwana kondoo, kulikuwa kuna vita ambao walikuwa wanapigana, na Samuel akasimama kumlilia Bwana. Na ushindi ulipotokea, akachukua jiwe akalisimamisha kwenye mji ulioitwa Mispa, ili maadui wasivuke tena pale. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, omba maombi ya kujiwekea mipaka ya vita vinavyoinuka kinyume juu yako, isiweze kukufikia, isiweze kukufikia. Maandiko yanasema wazi, aliweka jiwe akalisimamisha ili asiwepo mtu yoyote atakayevuka pale. Kwambia asubuhi ya leo, omba maombi ya kujiwekea mipaka dhidi ya roho za kila namna zinazoinuka juu ya watoto wako,
zinazoinuka juu ya kazi ya mikono yako, zinazoinuka juu ya utumishi ambaye Mungu ameweka ndani yako. Weka mipaka katika ulimwengu wa roho, ili adui asiwe na nguvu wala nafasi ya kuweza kupita hiyo mipaka. Niseme asubuhi ya leo, Mungu akuinue. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtoto wako huyu. Neema ya kujiwekea mipaka dhidi ya walio kinyume na wewe ikawe juu yake. Kile atakachokitamka kwenye kinywa chake kikapate kuwepo. Mungu, mkono wa Bwana upate kuwa juu ya maisha ya kila moja asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu, ukawabariki kwenye kazi ya mikono yao, ukawajalie afya njema na amani tele, wakatawale, wakamiliki kwa utukufu wa jina lako. Baba, nimewabariki watoto wako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew